Jina langu ni Dr. Peter Mbae. Mimi ni kiongozi wa hapa Nakuru County na pia kiongozi wa chama cha DCP katika ngazi ya kitaifa. Sisi tumekuwa njana Gilgil, tulikuwa na mkutano ya kusalimia watu. Tulikuwa na Senator Methu, Senator Karungo Athang'wa, tulikuwa na mbunge Gogoyo na mbunge Zeblan kutoka Ukambani. So na tukaanza vizuri, tulikuwa tumeenda kusalimia watu, ilikuwa msiku ya soko. Tukaenda kuwasalimia wale raia wetu pale. Na tukaanza vizuri, tukaingia town ya Gilgil kama saa 8. Mkutano ukaanza, wabunge wote waine wakaongea, Mheshimiwa Rigathi Gachagua akasalimia watu kutoka katika Amerika, kutoka Amerikani. Na sisi kama viongozi wa loko tukaongelesha, tukawasalimia, tukawakaribisha wageni wetu. Aspirants wakaongea pale wa MP wa MCA. Lakini wakati tulikuwa tunaanza Women Lab kuongea, si tulisikia mlipuko mbaya sana. Na tukaona imejaa tear gas. Watu wakaanza kupotea. Watu wakakanyaganana. Watu wengi sana kama mamia saizi Gilgil wako na soft tissue injuries. Mahali walikanyangwa wakipotea. Watu wengi sana wakakimbia. Kuna gari kama 2 ziligongwa windscreens, zilipigwa na kupigwa body na wapi. Watu walipoteza masimu. Ilikuwa pandemonium. Na kati ya hao wote kuna jamaa mmoja ambaye aliumizwa vibaya sana. Alipatiwa first aid pale Gilgil na akaletwa hapa usiku wa jana akiwa hali mbaya sana hapa PGH. Leo nimekuwa hapa asubuhi. Anaitwa George Nyakundi kutoka Gilgil. Yeye ni mtu ya biashara zake. Alikuwa anapita tu pale na amefungwa mguu mzima, amefungwa mabandage. Shida yenye tuko nayo sana ni kwamba alikuwa ende theater saa 2 asubuhi. Na mpaka saa hii 7 hours later hajaenda theater. Sijui ni consultation gani wanafanya. Wanapigania masimu. Daktari hajapatiana approval. Sisi tunasema we should have a health system that works. Mtu akiletwa na hali mahututi kwanza apelekwe theater. Wanaanza kusema sijui matibabu gani. Tukawaambia wacha basi tutoe hiyo pesa, wanataka aingia, nasema hapana, tuna consult. Sijui consultation ni gani. Wanapiga masimu hapo. Sisi tukamwambia tunataka aingie theater, hiyo mambo ingine tutalipa. Tutaweka pesa, tutafanya appeal, tutalipa, lakini wanasema hapana, ngojea consultation. I don't know what they are doing there. Now we are saying we need a system. Hizi ni wanaleta juzi hizi sijui zinaitwa nini. NHF used to work very well. Saizi angekuwa amemaliziwa anapona. This is the kind of things we are saying we don't want. Watu wanaumia tu hapa. Kila mtu anaumia hapa mambo hii maneno hii system wameleta juzi hapa. So we are saying atibiwe, lakini most importantly tuko hapa kwa sababu gani? Kwa sababu polisi walitumia nguvu kuzidi kiasi. Na mimi nataka kusema hivi, I cannot blame the OCS. Mimi siwezi blame wa polisi. Hao watu walikuwa wanachukua video, wanatumia wakubwa wao. Ndio wakasema ikasemekana toeni hizo matia gas na malisasi walipiga hapo. My point is this, mimi ninataka kuomba mambo mawili peke yake. Ya kwamba ule mtu ambaye ana command polisi zote Kenya hii ni commander in chief. I want to appeal that nikiwa hapa Nakuru, the county of peace and inclusivity. Nataka niombe rais wa Jamhuri ya Kenya, tafadhali. Mimi ningaomba kwa sababu sisi tunataka amani na wewe ndiye commander in chief. Let us not use violence as one way of political mobilization. Let us not use violence. Wewe ulisema ya kwamba siasa yako utajiachia wewe mwenyewe, utajua kupanga siasa. Lakini sasa kutumia vyombo vya security kuja kuweka matia gas, kupiga watu marisasi, kwenda kuharibu mikutano, it's not necessary. Ya kwamba wewe unajua vizuri sana vile ulizungushwa wakati ule mwingine serikali ile nyingine. Hapa hii town kuna siku tulizunguka hapa 2 hours. Lakini at the end of the day, the power of God and the power of the people, nguvu za Mungu na nguvu za raia zilifanya kazi. And that is how you became president. So mimi nataka kukuomba sana. Violence begets violence. Mambo ya vita na umwagikaji wa damu ni mbaya sana hata mbele ya Mungu. I want to appeal to you, let us stop this method. Kwa sababu raia ile kitu wameamua na ile Mungu ameamua, hakuna mtu anaweza badilisha. That is not the route. Kuwa watu na marisasi hapa, hiyo si jawabu. Lakini nataka kusema jambo ya pili. Ningependa niombe Nakuru, jamii zote za Kenya zinaishi hapa Nakuru. Nakuru is a center of peace and inclusivity. I want to appeal to the county commissioner pia. Hata akiambiwa afanye madhara na apige marisasi na matia gas hapa Nakuru, akatae. Kila mtu wako hapa, and the instability of Nakuru is going to send a very bad message Kenya mzima. Because this is Kenya dogo. Kila mtu ambaye ako Kenya hii, all the communities they live here. Na si kuishi tu wanapiga kura hapa.
They deserve a share of this county. Lakini tukifanya ya kwamba hapa ndio tunaanza hii ugomvi na kusema ya kwamba hii Nakuru kuna vyama ambao ni kwao nyumbani. DCP like any other party is fully registered. It has a right. Na mimi naomba watu waruhusiwe waingie chama vinyewe wanataka, wafanye mobilization yao. Tukutane kwa kura tarehe 10 August 2027 na baadaye siku moja baadaye 11th of August kila mtu arudi kwa kazi yake. We do such a very peaceful election. Watu wafanye kazi yao, wapige kura mahali wanataka, kura zihesabiwe, uchaguzi utangazwe na tarehe 11 watu warudi kufanya kazi zao. That is a message from Nakuru na hiyo ndio ujumbe ambao inafaa ikuwe kwa kila pembe ya nchi ya Kenya. We must rise above political kukua naro kisiasa na mambo dogo. To rise above tukue mature politically where we can compete on issues of ideas ama msimamo. To compete na tuende tufanye uchaguzi tarehe 11 watu waendelee na kazi yao. That's what we are saying kama Kenyans. So hii mambo ya vurugu ama disiplini kwa mtu fulani, kuna watu wameamua, wamekuwa kifikiria Nakuru ni kwao. Ya kwamba Nakuru is a zone yenye si DCP. We have 80% support hapa Nakuru. 80%. Tunaungwa mkono mrengo wa DCP na official opposition 80% hapa. So hawa watu ni wetu, lazima tukuje tuwasalimie. So hii matisho ya kusema ati keep of Nakuru, tuna keep of wapi? Juzi governor ame-unveil political lineup yake. Kutoka yeye mwenyewe akasema huyu ni women, huyu atakuwa senator, huyu atakuwa MP. Wabunge wote except wa Naivasha. Sasa kuna shida gani? Hii alifanya ni haki yao. Na sisi tuko na haki ya kuweka lineup yetu. Kutoka juu governor mpaka MCA. We are going to capture 80% of the votes. 80% of the seats yote kuanzia juu mpaka chini. Kwa hivyo kuna shida gani? Wacha watu wakuwe tolerant. Wacha watu wasibishane. Tuko hapa sasa kushughulikia huyu mgonjwa. Lazima tuangalie vile familia yake itakuwa. Yeye ndiye amekuwa breadwinner peke yake. Amekuwa akisaidia watoto yake shule school fees. Sasa ni mzigo tumeachiwa. Anje tutakuja kusaidia yeye, mtu alikuwa anajifanyia kazi na mikono yake. Because of this oppression na suppression of political rights na watu kuongea. Watu wakuwe na amani. Hii political violence does not amount to anything. Lakini mwisho niseme kwa sababu hatuelewani, watu wanaenda wanachomewa supermarket Maguna inachomwa, Ketias Naivasha inachomwa ingine, watu inasemekana wameiba buduki kwa police station, wamevamia local tu wamechoma. Since we are not agreeing who did this, tunaandikia ICC petition. Mawakili wetu ndio wanamalizia saa hii. Tuende tuambie ICC kwa sababu Kenya hatuwezi kujitawala. Tunavamiana na damu inamwagika kila siku. Kujeni mtuambie ni nani amefanya hii kazi na yule ambaye amefanya achukuliwe polepole, si tuache kwa amani, because 55 million Kenyans are more important than watu 10-20 ambao pengine wanafikiria kwamba watatumia damu ndio waweze kujishikilia mamlaka, political power by force. It's not possible. Asanteni sana. Kwa majina ni George Nyakundi. Mimi nilikuwa na Peter. Nilikuwa hapo Gilgili. Nimekuja shughuli yangu kwa biashara ndogo niko nayo. Ambao nilikuja nikapata watu wamejaa kwa barabara. Nikashangaa ni nini? Wakaniambia ni huyo anaitwa Meto. Huyo senate alikuwa senator ya Nyandarua. Sasa wakati walikuwa watu wamejaa wanasikia nini speaker yake, yani bila alikuwa anaongea, mimi nikaongojelea. Nilikuwa na shughuli yangu nilikuwa naenda. Nikaongojelea mpaka amalize kuongea ndio nifanya nini? Ndio watu wafungue barabara ndio nifanya nini? Nipite. Hata kidogo maskari, wakati tulikuwa tunaongojelea maskari wakatufanyia. Walituprovoke. Sasa nilikuwa hapo hivi naongojelea ndio nipite kwa sababu nilikuwa na pikipiki yangu. Nikashindwa kupita ndio wakaanza kutupigia tear gas. Walikuwa wanaturushia marisasi. Sasa mpaka tukachanganyikiwa. Sasa ile wakati hiyo ndio poda ndio walikimbia. Walikuwa na kila mtu anajiokota. Sasa mimi nilijipata niko chini. Sasa nimeumia mguu. Madaktari haya mapoda wakanipeleka hospitali hapo Mathare Gilgili. Ndio hapo wakanitransfer mbali hapa Nakuru. Sasa wameniambia ati
ngoja wananipeleka theater. Sasa naomba tu nisaidie